na niwahakikishie na wengine wote kwamba serikali itakuwa nanyi bega kwa bega na kuunga mkono ili kuweza kuhakikisha kuwa utekelezaji wa mradi huu unakuwa na manufaa makubwa kwa uchumi wa nchi yetu. Mheshimiwa Rais tangia aapishwe kushika kiti cha kuiongoza nchi yetu ameweka mkazo sio kwa maandishi na maneno tu, bali kwa vitendo katika kuhakikisha kwamba sekta binafsi ya nchi yetu inakuwa. Haya ameyafanya kwa kusema, ameyafanya kwa kuelekeza, lakini pia na kwa vitendo. Na mimi kwa kuwa nimepata bahati ya kuwa kwenye wizara inayosimamia masuala ya uchumi kwa takribani miaka 4-5 hivi, katika nafasi yangu iliyopita nikiwa waziri wa fedha, nimeshuhudia hatua hizo ambazo Mheshimiwa Rais alizichukua, ikiwemo kubadilisha sheria ili kuwapa nafasi wawekezaji wazawa. Hili limefanyika kwenye sheria kuwawezesha Watanzania kushika uchumi wa nchi yao. Zimebadilishwa sheria za uwekezaji. Zamani vivutio walikuwa wanapewa wawekezaji wa kutoka nje peke yao. Mheshimiwa Rais ameweka kwenye sheria kwamba na Watanzania wanahitaji vivutio hivyo walivyokuwa wanapata wawekezaji wageni. Ilianza kivutio kikawa kiko juu kidogo, sheria ikabadilishwa ikaweka mtaji wa kiwango ambacho Watanzania wanaweza wakamudu na wenyewe wapate nafuu ama vivutio hivyo ambavyo wanapata wawekezaji. Hii ilikuwa hatua kubwa ya kuwapa nafasi wa Tanzania kujenga sekta binafsi ya wazawa na kukuza uchumi. Mheshimiwa Rais hakuishia hapo kwenye sheria peke yake. Nimetaja tu mfano sheria ya uwekezaji, lakini pia kwenye shughuli hizi za uzalishaji ikiwemo miradi ya maendeleo. Zamani sheria ilikuwa inasema miradi yote mikubwa itafanywa na wageni kwenye sheria, na Watanzania wanaweza wakapata 30% au subcontracts ama local content, ushiriki tu, hata kama ana sifa sawa na yule mgeni. Sheria ilikuwa inataka mgeni ndo apewe mradi na mgeni ndo amwajiri Mtanzania. Mheshimiwa Rais katika uongozi wake awamu ya kwanza akabadilisha sheria hiyo. Sasa inasema mgeni anaweza akapata mradi mkubwa, lakini sheria pia imesema Mtanzania anaweza akapata mradi mkubwa na yeye ndo akamwajiri mgeni. Katika miaka kadhaa ijayo, hili litatujengea sekta binafsi iliyo imara, yenye nguvu, iliyojengwa na Watanzania. Mikakati mingine ambayo imechukuliwa na serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan ni pamoja na kupunguza tozo zaidi ya 245 yakiwa sambamba na marekebisho ya sheria niliyoyasema zaidi ya 28, kuimarisha utozaji wa huduma kupitia mamlaka za uwekezaji hapa Tanzania. Na Mheshimiwa Rais hivi majuzi alipokea taarifa ya tume ya kupitia upya mambo ya kodi za hapa nchini, na maelekezo ya Mheshimiwa Rais ilikuwa tuanze kufanyia kazi mapendekezo ya tume hiyo. Na mimi kama msimamizi wa shughuli za serikali niliwaelekeza wenzetu wa ofisi ya Rais mipango pamoja na wenzetu wa Wizara ya Fedha
kwamba tunataka kuanza kuona utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais na mapendekezo ya Tume ya Rais ya kufanya marejeo mifumo yetu ya kikodi kuanzia kesho takaposomwa bajeti kuu ya serikali na mswada wa fedha wa mwaka huu. Tunataka tuanze kuona baadhi ya mapendekezo yaliyotolewa, baadhi ya hoja za Watanzania ambazo wamekuwa wakitaka zifanyiwe marekebisho. Tunatarajia kuanza kuyaona kesho, na mimi niwaambie Watanzania, kesho kutakuwepo na mabadiliko hayo yanayoakisi maelekezo ya Mheshimiwa Rais, lakini pia na maoni yenu wa Tanzania kupitia tume ile ya Mheshimiwa Rais aliyoiunda kufanya marejeo ya mifumo yetu ya kodi, na lengo lake itakuwa kuibua akina Danieli wengi waweze kuwekeza, waweze kushika uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo Danieli, utakuwa mwalimu na utakuwa shamba darasa, ili kuwaonesha na wengine, kwa sababu upande wa sheria, upande wa marekebisho ya miswada yetu ya sheria